Zaburi sura ya 119 na mstari wa 89 na wa 90. Na kama umefika, naomba tusome kanisa zima 1, 2, 3 tusome. Aha. Aha. Kama unaandika unaweza ukaandika uaminifu wa Mungu. Kama unaandika unaweza ukaandika uaminifu wa Mungu. Na asubuhi ya leo niko hapa kukuambia ya kwamba Mungu ni mwaminifu sana kwenye maisha yako. Na uko hivyo ulivyo ni kwa sababu ya yeye ni mwaminifu. Na Mungu amekuwa mwaminifu kwenye maisha yetu hata pale ambapo sisi hatujawa waaminifu kama wanadamu. Zaburi ukisoma hiyo sura 119 na mstari wa 90 unasema, uaminifu wako upo kizazi baada ya kizazi. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu amekuwa akisimama na maisha yetu kama Mungu. Mungu asingekuwa mwaminifu kwenye maisha yetu, kuna namna ambavyo tusingeonekana kama tunavyoonekana. Ibada ya asubuhi niliwaambia kuna namna Mungu amesimama kama yule mzazi ambaye anapita na mtoto barabarani, alafu mzazi ndo anamshika mkono mtoto na si mtoto anamshika mzazi mkono. Na Mungu anavyokaa kwa uaminifu wake kwenye maisha yetu, kama yeye asingekuwa mwaminifu akategemea sisi tuishi kwa sisi kuwa waaminifu, kuna wakati tungemwachia mkono alafu mabaya yangetupata. Sijui kama unaelewa asubuhi ya leo. Haleluya, haleluya. Kwa sababu kuna wakati kuna hatari zinakuja na unaziona, kuna mambo yanakuja na unayaona, lakini kwa sababu yeye ni mwaminifu anakukamata kwa nguvu, badala ya wewe kutaka kurudi nyuma anakushikilia uendelee kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na uaminifu wake ni wa kizazi baada ya kizazi. Haijalishi hichi kizazi kimeharibika kiasi gani, lakini yule Mungu aliyekuwa mwaminifu kwa Abraham ndiye Mungu huyo huyo ambaye yuko na uaminifu wake katika kizazi hiki ambacho kinapewa majina mengi. Uaminifu wa Mungu haujaishia kwa Abraham. Uaminifu wa Mungu haujaishia kwa Nuhu. Uaminifu wa Mungu kwa maisha yako uko mpaka majira haya. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na nataka nikwambie asubuhi ya leo, Mungu anaweza kutegemewa kwa 100%. Kwa sababu ndiye mwaminifu kwa 100%. Na mtu pekee anayeweza kuaminiwa ni mtu mwenye Mungu. Kwa sababu uaminifu ni asili ya Mungu. Unaweza ukasema ya kwamba nitakuwa mwaminifu, lakini kama hauna Mungu huwezi kuwa mwaminifu. Huwezi kuwa mwaminifu. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu anaweza kutegemewa kwa sababu Mungu hasahau ahadi yake juu ya maisha yako. Hasahau. Sasa Mungu namba 1 ni mwaminifu kwa kila alichosema kwenye maisha yako. Mungu ni mwaminifu kwa kila alichosema kwenye maisha yako.
Tutaenda kusoma kitabu cha Hesabu sura 23 na mstari wa 19. Mungu ni mwaminifu kwa kila alichosema kwa maisha yako. Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Aidha ni neno ambalo umelisoma wewe kwenye neno lake, aidha ni neno ambalo umewahi kutamkiwa, aidha ni neno ambalo Mungu ametumia namna yoyote kusema na wewe. Mungu ni mwaminifu kwenye neno lake juu ya maisha yako. Hesabu sura 23 na mstari wa 19. Nataka tusome wote kama kanisa. Hesabu sura 23 na mstari wa 19. Nataka tusome wote kama kanisa. Aha. 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 Ehe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu si mwanadamu aseme uongo, wala Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata lifikiliza. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu ni mwaminifu kwa kila ambacho amewahi kukwambia. Chochote ambacho Mungu amesema na wewe, nataka ujue ya kwamba aliyesema si baba yako, si mjomba wako. Aliyesema ni Mungu. Na kama aliyesema ni Mungu, nataka nikwambie Mungu atafanya alichokisema. Yeye ambaye hakumdanganya Abraham, yeye ambaye hakuwadanganya kina Daudi, yeye ambaye hakumtumia Isaya akatabiri kuzaliwa kwa Yesu, alafu Yesu ambaye hakuja duniani, yeye kama hakuweza kusema uongo, hawezi kusema uongo juu ya maisha yako mpaka leo. Mungu ni mwaminifu. Mgeukie jirani yako, mwambie Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu sana. Hivyo ulivyo, kama unafikiria ni kwa sababu ya jitihada zako, you are wrong. Kuna watu ukikaa nao utajiuliza ya kwamba mimi ni mzembe kiasi gani. Yaani mimi ni mzembe, lakini Mungu ni mwaminifu, na ndio maana niko hivi nilivyo. Kuna watu wanakula balanced diet, bado afya ni mgogoro. Alafu kuna wale chochote kile kinaingia kwenye kinywa chako, alafu unaendelea kudunda. Ni kwa sababu ya uaminifu wa Mungu. Mungu ni mwaminifu. Kuna mahali Mungu ameyatoa maisha yako, mahali ambapo haukuwa na nuru ya ufahamu hata kidogo, mahali ambapo ni yeye ambaye kwa sababu ya uaminifu wake, kwa sababu ya asili yake, ameyachukua na kuyashika maisha yetu, ameyachukua na kuyapigania maisha yetu. Na ndio maana tuko hivi tulivyo asubuhi ya leo. Asubuhi nilikuwa nawaambia watu, zamani tulikuwa tunaimba wimbo hapa kanisani. Ulikuwa unaimbwa, unasema uliniona toka mbali, ukanivuta toka mbali, nami nimekuja kwako Yesu nikusifu. Wakati wanaimba hiyo nyimbo miaka ile, nilikuwa namwangalia Mungu. Leo umeokoka, unaweza ukisahau kidogo, ukafikiri hapo ulipo ni kwa sababu yako. Lakini kuna namna Mungu alikuona takia mbali. Mungu hajaanza kukupigia mahesabu leo. Mungu ameanza kukupigia mahesabu kabla hujaingia katika tumbo la mama yako. Hata ulipoingia tumboni akaendelea kukupigia mahesabu. Ukasoma primary akakupigia mahesabu. Wewe unaweza kufikiria ni ajali kufeli form 4, lakini bado unatembea kwenye uaminifu wa Mungu. Mungu ni mwaminifu kwenye maisha yako. Na asubuhi leo nataka ujue ya kwamba yeye ni mwaminifu, na chochote alichoahidi kwenye maisha yako atatenda. Haijalishi majira yanabadilika, haijalishi wanadamu wanakuacha, haijalishi dunia inapinduka, haijalishi nini kitatokea. Yeye aliyeweka figo ukiwa tumboni, yeye aliyeweka miguu ukiwa tumboni, yeye aliyeweka utumbo mdogo na mpana ukiwa tumboni, hawezi kukuacha. Ameingia gharama sana juu ya maisha yako. Mungu amekugharamia sana, hawezi
kuacha ufie jangwani. Mungu hawezi kuacha. Nataka nikwambie Mungu ni mwaminifu sana juu ya maisha yako. Asubuhi leo ninakuambia ya kwamba Mungu ni mwaminifu sana. Haijalishi mapito yako, haijalishi nini kinaendelea, lakini nataka ufungue macho yako ya nyama na ufungue macho yako ya ndani, uangalie mahali ambapo Mungu alikuvusha ukufunga, Mungu alikuvusha ukuomba, Mungu alikuvusha kutoa sadaka. Ni kwa sababu ya uaminifu wake. Unajua leo umepata akili ya kutoa sadaka, unafikiria ni hiyo. Ukutoa sadaka yote ili uokolewe. Kumbuka namna ambavyo ulikuwa na wokovu ni ujinga. Alafu mzee wa siku alikuona, akaendelea kukupigia mahesabu. Unajua kuna wakati wewe unafikiria Mungu anapiga mahesabu kama wadamu wanapiga mahesabu. Mungu amekugharamikia. Si tu Mungu amekugharamikia kwa maana ya kwamba alimtoa Yesu tu msalabani. No. Mungu amekugharamikia kwa sadaka ya Calvary, na bado amekugharamikia kuhakikisha kila ukitaka kwenda hivi anakuweka hapa. Kila ukitaka kwenda hivi anakurudisha hapa. Unajua Yona hakuwa mwinjilisti peke yake, lakini Mungu alikuwa ashamgharamikia sana. Ilikuwa iwezekani Mungu aseme ya kwamba kama Yona hutaki, ninao watumishi wengi. Hayo ni maneno ya wanadamu, lakini Mungu aliyogharamikia hata wakikutupa katika bahari, ataingia gharama tena ya kumtuma samaki akumeze na uishi siku 3 na akutoe tena uishi. Ni uaminifu wa Mungu. Mungu ni mwaminifu sana kwako. Na ninasema kwamba Mungu ni mwaminifu kwa kila alichosema na wewe. Mungu hajasahau ahadi zake juu ya maisha yako. Mungu hajasahau namna ambavyo aliwatumia watumishi wa Mungu kusema juu ya maisha yako. Usifikiri Mungu alisema ili akufurahishe ama ajifurahishe ama afurahishe watu wengine. Chochote Mungu alichokuahidi utakiona kwa macho. Utakiona kwa macho. Ukisoma Biblia kitabu cha Kutoka sura ya 3 na mstari wa 7 mpaka wa 8. Kutoka sura ya 3 nazungumza juu ya uaminifu wa Mungu. Uaminifu wa Mungu juu ya maisha yako ni zaidi ya kusoma international. Nakwambia ni zaidi ya kuwa na baba na mama. Nakwambia kuna watu wana baba na mama wanateseka. Uaminifu wa Mungu juu ya maisha yako ni zaidi ya kuwa na degree. Uaminifu wa Mungu juu ya maisha yako, tunaiongelea ile neema juu ya neema. Kutoka 3 na mstari wa 7 tutasoma kanisa zima mpaka mstari wa 8. Kutoka 3:7 mpaka 8. Kutoka 3:7 mpaka 8. Naomba tusome 1 2 3. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamtokea Musa. Anamwambia Musa, nimeyaona mateso ya watu wangu. Alafu Mungu anapomtokea Musa kwenye kile kichaka kinachowaka moto, anamwambia maneno. Biblia inasema Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Mungu alikuwa anayajua maumivu ambayo wanawapitia wana wa Israeli wakati wako Misri. Mstari wa 9 anasema nami, mstari wa 8 anasema nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile. Mungu anamwambia Musa, nataka niwatoe ile nchi, alafu niwaingize kwenye nchi njema
kisha pana, alafu anamwambia nchi ijayo. Kiswahili nasema ijayo, lakini tafsiri nyingine nasema inayotiririka maziwa na asali. Mungu anazungumza na Musa akiwa anachunga. Bwana asifiwe. Alafu Mungu anamtuma Musa ili aende kwa Farao. Nataka nikwambie, Mungu akiahidi, kama ni Mungu, haijalishi mazingira, haijalishi ugumu wa Farao, haijalishi familia yenu na ukoo wenu unatambulikaje, it's just a matter of time. Neno la Bwana lazima liuzae mwili. Musa anaenda kule kwa Farao. Si kwamba anafika siku ya kwanza kwa Farao anamwambia Mungu amenituma. Kwa hiyo Farao kwanza anamuuliza Mungu ni nani? Huyo ni nani huyo Bwana? Anamwambia niko ambaye niko. Baada ya kumshtua, Farao alipigwa pigo la kwanza, la pili, la tatu, mpaka anafika pigo la 10 ndio akawaachia. Ninavyoongea hivi ni kama siku moja, lakini sio siku moja. Pigo la 10 ndio akawaachia. Anapowaachia bado hawajafika. Kumbuka, Mungu hakusema tu anawatoa, alisema anawatoa na akasema kuna mahali anawapeleka. Inapofika pigo la 10 anaachiwa, wana wa Israeli wanaachiliwa, lakini wanatoka tu wanakutana na bahari. Nisikilize, Mungu anaweza akasema kitu kuhusu maisha yako, alafu vitu ni kama vile haviendi kama aliyesema ni Mungu. Nataka nikuhakikishie ni mwaminifu kwa 100%. Mungu ni mwaminifu kwa watu wake kwa 100%. Kwa 100%. Wanavuka bahari ya Shamu, bado hawajafika katika nchi. Wanavuka bahari ya Shamu, hawajafika katika nchi iliyojaa maziwa na asali. Unajua kuna wakati unaweza kusema, kwa nini tusiwe na plan B? Kwa nini tusiwe na plan B? Kwa sababu Mungu amesema, lakini yamkini amesahau. Mungu hajasahau alichokuahidi. Mungu hajasahau. Wamekaa jangwani sio mwaka mmoja. Wamekaa jangwani sio miaka 5. Wamekaa jangwani sio miaka 10. Wana wa Israeli wamekaa jangwani miaka 40. Miaka 40 wanazaliwa na kuzaliwa miaka 40. Lakini Mungu si amesema? Mungu si aliwaambia kwamba ninawapeleka katika nchi iliyojaa maziwa na asali? Yeye aliyesema ni mwaminifu. Mungu ana sifa zote za kuaminiwa. Mungu ana vigezo vyote vya kuaminiwa. Uaminifu wa Mungu uko juu ya kile alichokisema. Mungu amesema nini kuhusu maisha yako? Bahari isikushtue. Mungu atishi na bahari, ameiumba mwenyewe. Jangwa lisikushtue. Muda usikushtue, kwa sababu yeye aliumba muda ila haishi kwenye muda. Hatumii haya majira, ndio maana anatuchanganya, anatuambia siku moja ni sawa na miaka 1000 na miaka 1000 ni sawa na siku moja kwake. Uaminifu wa Mungu ni wa kimaajabu juu ya kila neno ambalo amelisema. Kama hali pa kumwamini Mungu. Unajua pale jangwani ilifika mahali wakatengeneza nyoka wa shaba. Ni kama vile waliona sasa tumeshafika, hakuna tena maziwa na asali. Unajua miaka 15 ni mmeshazoea hadi maisha ya jangwa. Mmezoea miaka 20, miaka 30, mmezoea ya kwamba huyu Mungu hawezi kutupeleka kule. Na kuambia Mungu ni mwaminifu juu ya kila ahadi. Kama hakuwadanganya wana wa Israeli, hawezi kutudanganya sisi. Hawezi kutudanganya. Kila kitu ambacho Mungu amesema juu ya maisha yako utakiona kimoja baada ya kingine. Kimoja baada ya kingine. Yeye angalii familia yako, angalia elimu uliyoisoma, angalia una nini mfukoni. Yeye anasema kwamba kwa sababu umekuwa wa thamani machoni pangu na nimekupenda, ninakuinulia watu na kabila za watu kwa ajili yako, alafu na kwa ajili ya maisha yako. God is very faithful. Tunamwabudu Mungu ambaye ni mwaminifu mno. Hallelujah. Yoshua 21 na mstari wa 45. Yoshua 21 na mstari wa 45. Nilikuwa nawaambia watu ibada ya kwanza, nikamwambia mimi nilipozaliwa ilikuwa ngumu ule mtaa kutoa mchungaji. Sio mchungaji mzee wa kanisa. Mtaa nilozaliwa, nimezaliwa mtaa wa Kongo.
Mamangu yule pale amenzaa mtaa Kongo, hospitali Muhimbili. Nilipozaliwa kuona shoga, nimeanza kuona nikiwa primary. Walikuwa wanaitwa maanti. It was normal in our street. Very normal. Kuona mtu anajidunga mpaka analala hapo hapo. Sasa sikumbuki kama alikuwa anakamatwaga ama ilikuwa nini. Mitaa ambayo watu wanabeba unga, wale vijana wote wana hela. Tunaona msiba fulani unasikia huyu hivi yule vile. Mtaa ambao una kila kitu. Tumekuwa tunakaa sisi, tunakaa nyumba hii hapa kuna bonge la baa. Ijumaa hii Tusker promotion, Ijumaa inakuja Kilimanjaro. Zile bia za zamani. Pako bize. Katikati ya mazingira uaminifu wa Mungu. Katikati hata sigara sijaivuta. Mimi nimeishi mtaa ambao unakaa hivi, mtu anapita na spot. Huyu anajua anavuta spot, anaiomba. Yeye anaijua. Wanapigana ile puff. Kama sio uaminifu wa Mungu, hakuna bakora zinaweza zikanichomoa. Hakuna ukali. Lakini uaminifu wa Mungu, ya kama Mungu aliniona katikati ya huo mtaa, mimi nilikuwa naimba kwaya ya watoto, sikuwa hata sielewi. I was very busy with church activities. Sikuwa nimeokoka, lakini nilikuwa napenda kwenda kanisani. Mungu ambaye alikushika ukiwa hauna uwezo wa kujitetea, ukiwa hauna akili ya kuweza kung'amua mambo, ni Mungu huyo. Mungu ni huyo Mungu mwaminifu. Bwana asifiwe. Yoshua 21 na mstari 45, na nataka tusome kwa sauti kubwa kabisa. Yoshua 21 na mstari wa 45. Naomba tusome 1, 2, 3. Sawa, 1, 2, 3 tusome. Halikuanguka. Yalitimia mambo mangapi? Yote. Mambo yote yalitimia. Mimi sina mashaka na Mungu. Na nataka asubuhi ya leo usiwe na mashaka na Mungu. Kama Mungu aliyatimiza maneno yote, kwa sababu aliongea na Musa in a very simple way, lakini aliyatimiza yale yote aliyokuwa amewaahidi wana wa Israeli, atayatimiza maneno yote aliyokuahidi moja baada ya jingine. Shangilie Roho Mtakatifu. Wakorintho wa pili sura ya 1 na mstari wa 20. Ahadi za Mungu zote ni ndio, ni kweli na amina. Nini Mungu amesema na wewe kitatimia, kitauvaa mwili. Yusufu, Mungu alisema naye kwa njia ya ndoto. Hata alivyosema na ndugu zake walielewa ya kwamba huyu kijana anakuja kuwa mkuu. Yusufu alivyosema na babake alielewa ile ndoto. Mungu alisema na Yusufu akiwa na miaka 17. Miaka 17 Mungu anasema na Yusufu. Yusufu, mapito ya maisha yake hayakufuta kauli ya Mungu. Hayakufuta. Chuki za wanadamu juu yake hazikufuta uaminifu wa Mungu. Ndugu, haijalishi nani, hazikufuta. Mtu pekee ambaye anaweza akasababisha lile neno la Mungu lisitimie juu ya maisha yako, sio mtu yeyote wa nje, ni wewe mwenyewe. Kilichosababisha baadhi ya wana wa Israeli wakafia jangwani ni wao, sio Mungu. Watu walifika, watu walienda, neno la Mungu lilitimia. Hakuna mapito, sijui adui ajaribu kutupa kwenye shimo, ajaribu kukuuza, usingiziwe neno alilosema Mungu juu yako. Lazima litimie.
usije ukakata tamaa kwa sababu ya chochote. Mungu alisema na Yusufu akiwa na miaka 17, akiwa na miaka 30 kesh, neno la Mungu likauvaa mwili juu ya maisha yake. Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 1 na mstari wa 20. Naomba tusome 1, 2, 3. Ahadi ngapi? Ahadi ngapi? Naomba turudie tena. Aha. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Ahadi zote za Mungu juu yako ni amina, ni ndio, ni kweli. Kama una mashaka na wewe, nataka subia leo uondoe mashaka na Mungu. Uyaondoe mashaka na Mungu kwenye kile ambacho Mungu amekuambia atakifanya. Apostle Ndege wakati amekuja hapa Jumapili moja imepita, alisema ya kwamba imani ni kuamini Mungu alichosema. Kama Mungu amesema, amini. Haleluya. Muamini yeye aliyesema. Imani ni kuamini kile Mungu amesema. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wewe huwezi kutoka from nowhere ukasema mimi naamini pastor yangu atanipa milioni 1. Wewe unaamini ndio yapo nini? Tumewahi kuzungumza. Nimewahi kusema. Lakini kitokea nikasema ya kwamba leo mchana tunakula chakula pamoja, ndio unaanza sasa kushikilia kile ambacho nimekuambia, na unaanza sasa kuangalia uwezo wangu na kuanza kuangalia nguvu zangu, ya kwamba nimesema tutakula wote leo mchana, lakini ninaweza. Ukiangalia ukajua ya kwamba ninaweza, unaanza kuamini kile nilichosema. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho Mungu amesema maisha yako hakifikii kuumba mbingu na nchi. Chochote ambacho Mungu amesema maisha yako hakifikii kutengeneza moyo ambao watu wanausomea miaka 5 na bado wanachemsha. Hakuna kitu Mungu amekuahidi wewe na ameniahidi mimi ambacho hakiwezi. Apostle Ndege alikuja hapa alisema neno, sitaki kulirudia, mliokopa mlisikia. Alisema neno juu ya kanisa. Just a matter of time. Mungu adanganyi. Mungu adanganyi. Mungu adanganyi. Na Apostle Ndege alichokisema hajasema kitu kigeni kwetu sisi Living Water Iringa. Amesema kitu ambacho Mungu ametuambia, lakini akatumia mamlaka iliyo kuu ili ije ithibitishe. Akatumia watumishi kutoka England ili waje hapa wathibitishe. Akasema labda hao muelewi, na kutumieni baba yenu umsikie sasa. Unafikiri kile Mungu alichokisema alikuwa atufresh? Kama Mungu amesema vitu juu ya kanisa na tuko hapa na hatujafika hata robo ya kule Mungu anatupeleka, nataka nikwambie hata wewe kuna vitu Mungu amesema na wewe. Vipe muda. Vipe muda. Vipe muda. Mungu anaweza kutoa chochote kwenye mazingira yoyote. Ndio maana anaitwa Mungu. Musa anamwambia nikienda kwa Farao nimwambie nani? Anampa jibu la kibabe. Mwambie niko ambaye niko. Mwambie niko ambaye niko. Haleluya. Wangapi wanampenda Mungu kama vile ninavyompenda? Penda sana huyu Mungu, nampenda sana huyu Mungu. Nampenda sana huyu Mungu. Chochote unachofikiria kwamba ni mwisho wako, utauona uaminifu wa Mungu katikati. Katikati utamuona Mungu. So number 1, Mungu ni mwaminifu kwa kile ambacho amekwambia. Lakini jambo la pili, Mungu ni mwaminifu nyakati za majaribu. Zile nyakati mbaya usizozipenda. Wakati unaropoka tu, sasa unasema bora nife, Mungu anakucheki.
gharama niliyoilipa. Ufe hapa. Nakwambia inuka, ule, ushibe. Nyakati ambayo unasema basi Mungu ni mwaminifu. Nataka usimchukulie Mungu kama shangazi yako wa makambako, ambaye anaweza kuambia tu nikiuza mbao nakupa hela, afu akiuza akiziona hela anaanza kukupa sababu. Mungu ni mwaminifu kuliko hata wazazi waliotuzaa. He is very faithful. Mzazi akwambia ukifaulu na kupeleka huko, ukifaulu anakuambia soma hapa hapa. Kwa tu maahadi mengi. Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 mpaka wa 23, huruma za Mungu ni mpya kila asubuhi. Kuna wakati nikasema hizi huruma za Mungu zingekuwa extended, zikawa mpya kila wiki, Mungu angetukosa. Mungu ni mwaminifu. Mimi nakwambia leo saa hizi iko hivi, asubuhi ya kesho nakwambia unakutana na huruma za Bwana. Huruma za Mungu ni mpya kila asubuhi. Anasema ni huruma za Bwana kwamba tuangamie, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni huruma za Bwana kwamba tuangamie, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Mstari 23, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Huruma za Mungu zinajiupdate kila asubuhi. Mungu ni mwaminifu kwenye zile nyakati ngumu, nyakati za giza, nyakati ambazo unapoteza marafiki wote, nyakati ambayo watu wamechoka kusikiliza. Sio wamechoka kusikiliza, na wao wamechoka kujielezea. Alafu mzee wa siku anaibuka katikati anainuka. Wakati unaona kwamba nguvu zimeisha, akili imeisha, kila kitu kimeisha, utajiona hakuna mtu amekuwekea drip, hakuna mtu amekupa dawa, hakuna mtu amekuchoma sindano. Uaminifu wa Mungu. Mungu ni mwaminifu sana kwako. Mungu ni mwaminifu sana kwako. Daudi anasema ya kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio la nguvu, lakini anasema ni msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Uaminifu wa Mungu si tu kwa kile ambacho amekisema, nyakati za mateso ambapo hata mtu akikuangalia hauwezi kujua kama unateseka, ya unateseka katika huo wakati. Uaminifu wake ni mkuu. Ukisoma Biblia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 13, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 13, nataka tusome kanisa zima. 1, 2, 3 tusome. Isipokuwa sawa hapo, ila Mungu ni nani ambaye ili muweze kustahimili. So Mungu ni mwaminifu kwenye kila nyakati ngumu ambayo unaipitia. Mimi nakwambia unaweza ukawa umeahirisha kuishi, ama mtu anaweza kuwa ameahirisha kuishi, ama mtu anaweza kuwa amekata tamaa, hajakutana na Mungu. Hajakutana na Mungu.
siku mtu anakutana na Mungu anaanza kuishi. Siku mtu anakutana na Mungu anaanza kuishi, kwa sababu yeye ni mbobezi wa hizi kazi, amebobea. Ayubu, kama Mungu asingefanya mlango wa kutokea, kwa sababu hakuna Ayubu kitu hajapitia. Cha mwisho kabisa alipitia kauli ngumu ya mke wake, akamwambia, mume wangu, kufuru Mungu ufe, nishachoka. Kile mwanamke naye alizoea maisha mazuri jamani, silaumiwe sana. Alizoea kumwombe asubuhi maziwa, alizoea huku nyama kitimoto, alizoea. Yeye amezoea hivyo, afanya kazi huku mbele nyuma. Ghafla kila kitu, maisha yale mazuri yote yamekata. Na sio kwamba yamekata baada ya mwaka mmoja, hapana. Anabakia mtu huyu mmoja wa kutoa taarifa. Mama alivumilia. Sasa Ayubu, najua huwezi kufa, kitu pekee sababisha ufe mkufuru Mungu. Lakini Mungu ni mwaminifu, akafanya mlango wa kutokea ili aweze kustahimili. Uaminifu wa Mungu haujaishia kwa Ayubu. Uaminifu wa Mungu uko na wewe mpaka hapo umekaa kwenye kiti. Uaminifu wa Mungu upo na wewe. Niko hapa kukwambia, Mungu hajamalizana na maisha yako. Mungu hajamalizana na maisha yako. Na hakuna moment, hakuna jambo wala hakuna hali ambayo inaweza kukuondoa, labda wewe uruhusu. Labda wewe uruhusu. Yuki jirani yako muulize kama anaelewa. Simkatie Mungu tamaa. Simkatie Mungu tamaa. Siku moja tulikuwa tunasikiza shuhuda tulikuwa na mkesha hapa kanisani wa binti moja akatoa shuhuda hapa. Lakini baada ya kutoka hapa pia akajibu kunielezea. Akasema, mimi nilipoteza wazazi, lakini walionisomesha, ilifika mara wakaniambia, hapa ndo mwisho wetu. Ila watu wamechanga kwa wamefika level fulani ya elimu, wakamwambia hapa tupofika ni mwisho wetu. Na hakuwa na pa kwenda, hakuna pa kushtaki. Kwanza unashukuru tu Mungu hata hapo walipokufikisha. Lakini ukiongelea swala la uaminifu wa Mungu kwenye maisha yake, ana kazi ambayo waliosomeshwa hawana. Anamjua Mungu kama baba, umwambie kitu. Anamjua Mungu kama yote alionayo. Kwenye kila eneo la maisha yake kuna harufu ya Mungu. Mungu ni mwaminifu mno. Nataka uelewe, Mungu ni mwaminifu mno kwenye maisha yako. Mno. Unaweza ukapita mahali ukasema Mungu ameniacha. Watu walioachwa na Mungu unawajua? Hufanani. Haleluya. Mungu aliyekufikisha hapa atakufikisha kule. Mwamini. Nataka level yako ya kumwamini Mungu iongezeke. Usiwe Mkristo wa kawaida. Usiwe Mkristo unaingia kanisani na kutoka na kwenda kwa waganga wa kienyeji. Waganga hawana mahali pa kupeleka mtu. Ni losers, ni failures. Wamefeli tu kama watu wengine. Lakini huyu Mungu tunayemwabudu ni mwaminifu kwenye maisha yako. Usije ukafunga ukurasa kuhusu maisha yako. Mungu hajamalizana na wewe. Na hata kama kuna watu ambao wanakuona kama mahali ulipofika ndio umeshafika, Mungu bado. Kuna mahali Mungu anakupeleka.
Nimewahi kusema hapa, kuna mahali Mungu anakupeleka, ndugu zako waliozaliwa tumbo moja na wewe wakikuangalia hivi hawakutambui. Yusufu aliachana ndugu zake, yeye aliwatambua ndugu zake. Ila yeye aliyetoka gerezani akutana na uaminifu wa Mungu, ndugu zake hawakumjua. Haleluya. Jambo la mwisho, Mungu ni mwaminifu katika wito wa wokovu ambao ametuitia. Kuna watu wanafikiria kwamba sisi tuliokoka kuna ujinga tunao. Tunafikiria sisi tuliokoka labda tuliugua, kwa hiyo sasa tukaamua kumpa Mungu fadhila. Mtu anafikiria sisi ambao tunampenda Mungu kuna namna ambavyo hatuna IQ, yani wazembe, yani kuna kaakili hatuna. Nataka nikwambie tumeitwa kwenye wokovu. Tumeitwa kwenye wokovu na aliyetuita sasa ni mwaminifu. Ukisoma Biblia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 9. Sisi ambao tumeokoka, na wewe kama uko hapa umeokoka, upo kwenye mpango kamili, si tu wa maisha mazuri hapa duniani, forever, umilele wote. Sisi hapa duniani Mungu anatutoa hapa utukufu, hata utukufu, lakini hata tukifa tunakwenda kwenye greater glory. Hatuami maisha ya utukufu, tunaingia utukufu ulio mkubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hujaokoka, nataka nikwambie leo ndo siku yako kufanya maamuzi sahihi, kwa sababu majira tuliyofika, watu pekee wanaweza kuishi ni watu waliookoka. Kwa sababu tumefika majira ambayo adui anapiga popote. Anapiga popote, haangalii yoyote, anakupiga popote. Haangalii una PhD, haangalii ni mke wa mtu, haangalii wewe wa mtu, saizi anapiga kokote. Na ili uweze kusustain hapa, hautaki kusustain na nguvu yako, unataka kusustain na uaminifu wa Mungu tu. Na uaminifu wa Mungu tu. So majira ambayo tumefika ni uaminifu wa Mungu unatubeba. Ni uaminifu wa Mungu unatubeba. Haleluya. Baba anasema Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanae Yesu Kristo Bwana wetu. Tumeitwa kwenye wokovu na Mungu mkubwa sana, na Mungu wa maana sana. Na moja ya kitu ambacho hautaki ucheze nacho ni wokovu. Usicheze na wokovu. Mimi nimepata degree, lakini degree bila Kristo, tunaongelea kitu kingine kabisa asubuhi ya leo. Ni uaminifu wa Mungu ambao umenishika. Nimeokoka miaka zaidi ya mingapi? Sasa nimefika miaka zaidi ya 20. Muulize mamangu kama ananijua nikiwa sijaokoka, labda nikiwa mdogo. Mimi mwenyewe nimepata ufahamu nimeokoka. Nimefungua tu hivi napata ufahamu nimeokoka. Wito ambao Mungu ametuita, yeye ni mwaminifu. Walisema form 4, wakasema form 6, wakasema chuo. Hapa niko na dunda ndani ya Kristo. Ndani yake tuna yote tunayoyataka. Ndani yake tunaishi. Ndani yake tunaenenda. Ndani yake tunakuwa na yote. Hakuna, asikudanganye mtu eti ukiokoka sijui unakuwa hivi. Walokole wa shamba, unamwona mshamba hapa amesimama. Wainuke walokole wachache. Kwa sababu walokole tumeokoka, wawapungie tu hivi, uone namna aliyetuita alivyo mwaminifu. Mimi nakwambia umeokoka umechakaa, lakini kwa sababu umeukubali wito wa aliyekuita, uaminifu wake unaanza kuonekana. Na
Na kila aliye ndani ya Kristo, hata kama ameingia amezeeka amechakaa kiasi gani, anaanza kusafishwa, anaanza kutakaswa. Yohana 17:17 inasema uwatakase kwa ile kweli, maana neno lako ndio kweli. Aliyetuita kwenye wokovu ni mwaminifu. Naweza kusoma hata juu ya bati nikasema Mungu ni mwaminifu. Wanadanganya ya kwamba ukiokoka si unakuwa hivi, sijui unakuwa vile. Hapana, kuna package bwana. Kuna package ambayo hauipati kwenye degree, hauipati kwenye ndoa, hauipati kwenye kazi. Kwa Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe anasema si ninyi ndio nichagua, bali ni mimi nimewachagua. Kwa ametuchagua, akatuita, akatuhamisha. Anasema akatuhamisha katika ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunaishi, tunaenenda na tunakuwa na uhai wetu. Kisoma Isaya anasema hajalishi giza tafunika dunia, lakini wewe Mungu mwenyewe atakuwa jua langu. Bwana Yesu asifiwe. Aliyetuita kwenye wito wa wokovu ni Mungu mwenyewe, na aliyetuita ni mwaminifu. Atashughulika na kila hitaji lako, atashughulika na maisha yako kama ambavyo anaendelea kushughulika na maisha yako. Don't give up. So mimi naacha wokovu, sasa naenda wapi? If mimi nimwache Yesu naenda wapi? Nionyesheni. Mimi wanaambiaga Mungu private ya kwamba Mungu leo hii nikisema na kuacha naenda wapi? Hebu niambiwe tu. Nikishaambiwa nikaelewa, labda nitakuwa convinced. You can't convince me kwenye fedha, pana. Uniambii chochote, kwa sababu kuna mambo hela haina majibu. Uniambii chochote. Kila mtu anahitaji wokovu, kila mtu anahitaji wokovu, kila mtu anahitaji neema hii ya wokovu. Haleluya. Kisoma Mathayo 11 na mstari wa 29 kama sio 28. Ametuita. Mimi namshangaa mtu anayefanya mchezo na wokovu. Kwa mtu mmoja akasema wokovu ni fashion. No, sio fashion. Haupiti na wakati. Na kama ni fashion, ni fashion inayodumu. Yana ipitwi na wakati. Na huu ndo wakati wake sasa. Hii ndo iko kwenye chat. Sababu kila mtu anayejielewa ameokoka. Nakwambia ukweli. Tupo kwenye generation ambayo kila mtu anayecheka ameokoka. Wengine watu wamenuna. Na kama umeingia hapo umenuna, cheka tu. Nakwambia kila mtu mwenye roho ukimuuliza ameokoka. Nakwambia haya majira ambayo ni uaminifu wa Mungu unawashika watu. Unawapa kicheko, unawapa maisha yao yanakuwa na ladha. Mathayo 11 mstari 20 ngapi? 8. Asema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Aliyetuita katika wito huu wa wokovu ni mwaminifu. Ni mwaminifu. So don't worry. Kama umeokoka na unaisikia sauti hii, usiogope na usiwe na wasiwasi, kwa sababu aliyekuita ni mwaminifu. Kama kuna mazingira yanamuulizia Mungu wako, yaambie subiri. Yatamuona kwa macho. Yatamuona kwa macho. Yatamuona Mungu akitembea kwa maisha yako. Yataona uwezo wa Mungu, yataona uaminifu wa Mungu. Sina mashaka na Mungu aliyekuokoa. Na nataka usiwe na mashaka na Mungu aliyekuokoa. Usiukafikiri ya kwamba kuna kitu kizuri zaidi nje ya wokovu. Wokovu, it is a big deal. Wokovu ni big deal. Kama kuna kitu cha maana unachokihitaji ni wokovu. Wokovu, it's not about having money. Sio tu unakuwa na fedha, sio tu unakuwa na vitu mbalimbali. Wanasema njoo ile matangazo ya makanisa nao waita watu. Nasema wenye shida nini? Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Bila kama hata kama uumu unamhitaji Yesu. Hata kama unahisi hauna shida unahitaji Yesu.
wito, hakuna kitu kinatesa kama dhambi. Hakuna mtu yote anayefanya dhambi anaenjoy. They are liars. Waongo. Hawajui jinsi ya kujichomoa. Namna ya kuchomoka ni kumpenda Mungu kimkakati. Yeye ni mwaminifu, kwa sababu hakuna mtu anayeacha dhambi kwa kusema naacha. Haiwezekani. Ni swala kineema. Ni neema. Unaanza kuishi tu free, una hema, una amani. Yeye aliyetuita kwenye wito wa wokovu ni mwaminifu. Kila aliyeokoka anatoka imani hata imani, anatoka utukufu hata utukufu, anatoka nguvu hata nguvu. Hebu tushangilie neema ya Mungu juu ya maisha. Shangilie neema hii ya wokovu juu ya maisha yako. Weka ndani ya wokovu, uta experience uaminifu wa Mungu. Kuna mambo hautaomba, kuna mambo hautafunga, kuna mambo hautamwambia hata mchungaji, ila utayaona yakiwa yamefunga break kwenye miguu yako. Shangilie Roho Mtakatifu wakati unasimama. Shangilie Roho Mtakatifu wakati unasimama. Kama kuna mtu anaweza akasema hadharani ya kwamba ilikuwa ni Bwana na ni Bwana na atakuwa ni Bwana, piga makofi na shangwe kwa Yesu. Nataka uinue mikono yako juu kwa Bwana. Umshukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya maisha yangu. Usiombe chochote. Usiombe chochote. Mwambie Mungu, yule uliyemtetea na kumpigania na kumlinda ameingia tena nywani mwako kwa moyo wa shukrani.